warahmatullahi wabarakatuh. Na kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena katika jukwaa letu bora kabisa, jukwaa la Dr. Said na Sheikh Safudiwan Al-Ghazali, na ikiwa ni mwendelezo tu wa kuendelea kupata taaluma na ilmu za aina mbalimbali. Hapa utapata kujua aina za ilmu, ikiwemo ilmu ya nafsi, kwa maana namna gani unaweza ukabaini yale mazito ambayo huenda kwako alikuwa yanaingia ukakasi, basi ukakasi wako unaweza kuondoka kupitia jukwaa hili la Dr. Said na Sheikh Safudiwan Al-Ghazali. Pamoja pia unaweza kupata taaluma yenye tiba ya moja kwa moja, lakini kama ilivyo kawaida jukwaa limepambwa na Dr. Said na Sheikh Safudiwan Al-Ghazali, na tukiwa na Sheikh Ahmad naye pia tutakuwa katika jukwaa mwanzo mpaka kufikia tamati, na yote kwa jukwaa linafanyikia hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara ya kuelekea jeshini, kila Alhamisi. Na kubwa ni kufuatilia jukwaa hili, kwa sababu ndio unaweza ukapata yale ambayo yanayoweza kukustahili, haswa katika masala mazima ya kitaaluma, lakini pia na namna ambavyo unaweza ukatatua changamoto za aina mbalimbali, ikiwemo maradhi, ima dua za aina mbalimbali za kufika ofisini kwetu ama kufatwa mahala ulipo. Kutokana na jambo lako namna lilivyo, basi huduma hiyo unaweza ukaipata kwa kamilifu wake kabisa yote. Kwa hiyo tunaweza kutupigia simu kwa namba 0748869733 au 0659869734 zetu namba, tupigie ili kupata mwongozo uliokuwa bora kabisa. Tunaamini kheri nyingi zinaweza kwenda kupatikana. Mada mezani ni namna gani? Je, wapo majini ambao wanaweza kuleta utajiri? Ndio mada ambayo tutakwenda nayo. Kuna watu wameingia na ukakasi mkubwa, wapo wanaoamini kwa majini yao, wapo na hapo ambao hawaamini kabisa. Je, swali la msingi, hawa majini wanaweza kuleta utajiri? Wapo moja kwa moja kukupa utajiri, au kuna nini kinatakiwa kufanyika ili kuweza kupatikana kwa utajiri huo? Mimi sina la ziada wakati huu, nipeleke kipaza hichi kwa Dr. Said na Sheikh Safudiwan Al-Ghazali ili naye sasa katujulishe, je, majini hawa wa utajiri wapo kweli na wanatoa utajiri kwa namna gani? Ni zipi njia ambazo zinatakiwa zifanywe ili kama utajiri huo uweze kupatikana moja kwa moja? Twende sambamba tukamsikilize muda huu Dr. Said na Sheikh Safudiwan Al-Ghazali. Faltafadhal mashkura, karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka mada ni adhim sana. Je, wapo majini ambao wanaotoa utajiri? Hili ndo swali la msingi. Na kama wapo hawa majini ambao wanaotoa utajiri, unawapataje? Kwa utaratibu gani? Na nini unaweza ukafanya ili kufikia katika malengo ya kupata huo utajiri biidhnillah subhanahu wa ta'ala? Hapa ndipo nataka nieleze kwa ufasaha biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillahil karim. Ikhwani, ndugu zangu, majini wamegawanywa katika makundi ya aina kadha, kama jinsi ambavyo bin Adam walivyogawanyika katika makundi ya aina kadha, hivyo hivyo ndivyo ambavyo na majini nao wamegawanyika. Wapo majini ambao kazi yao wanaleta madhara makubwa kabisa katika maisha ya wanadamu, lakini kadhalika kama jinsi ambavyo ilivyo kuna baadhi ya wanadamu nao wanaleta madhara katika maisha ya
wanadamu wenzao, basi kadhalika wapo majini wanaleta madhara kwa majini wenzao na wanaleta madhara pia kwa wanadamu. Sasa inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kabla sijajibu swali hili, kwanza twende tukaone baadhi ya majini ambao sifa zao ni kuleta madhara katika afya na maisha ya bin Adam. Kisha baada ya hapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kutazama majini ambao wanaweza kutoa au kuleta utajiri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, kuna jini au shaitani ambaye anaitwa Tabi'a. At-Tabi'a huyu ni miongoni mwa hao majini walio katika ukoo wa Ummu Subyan. Yani ule Ummu Subyan ukoo mmoja na huyu jini ambao au shaitani ambaye anaitwa Tabi'a. Huyu Tabi'an ni katika mashaitani ambao wanaweza kuleta madhara makubwa sana, na haya yalijiri katika zama za Mtume Suleiman bin Daudi alayhi massalatu wassalam. Hebu nipite kidogo hapa tuone na madhara yake, alafu nawe ambao unatufuatilia hivi sasa jitathmini vizuri. Ikiwa utayaona haya, jambo la msingi ni kuchukua juhudi za maksudi kabisa ili kuondosha athari na madhara haya. Kuna watu wamesumbuka sana, wana maradhi mazito, wana matatizo mazito, lakini kumbe vyanzo vinatokana na aina ya shetani huyu ambaye anaitwa At-Tabi'a, ambaye ni hatari sana katika afya na maisha ya bin Adam. Ukimsoma mmoja miongoni mwa wanavyoni wakubwa ambaye si mwingine isipokuwa ni bwana mkubwa Jalaluddin Abdurrahman Suyuti, Imamu Suyuti ameelezea mkasa huu, anasema i'lam, tambua ewe ndugu yangu, anna tabi'ata wa hiya ummu subyan allati tahdumu ad-dura wal qusura wa tuqallilu ar-rizqa bil-layli wan-nahar wa takhlifu ar-ruba wal ashrar. Anasema mwanachuoni huyu, fahamu ewe ndugu yangu ya kwamba shaitani ambaye anaitwa Tabi'a, huyu ni katika mashaitani ambao ndio wanaongoza kwa kiasi kikubwa sana 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 kuvunja majumba ya watu, kuharibu ndoa za watu, kutengeneza mizozo katika majumba ya watu, lakini kadhalika wal qusur, na huvunja hata majumba kinadharia. Yani maana yake huvunja majumba kimahusiano na huvunja majumba kikawaida katika hali za namna hiyo. Lakini watuqallilu rizqa bil-layli wan-nahar, shaitani huyu mara nyingi sana huenda kukaa katika zile njia za utafutaji wa watu, na hivyo kuvuruga mipango mizima ya riziki za watu, hasa katika zile njia za utafutaji wao. Kuna watu wana nafasi nzuri kabisa za wao kufikia malengo yao, lakini ndio watu hao katika nafasi hiyo nzuri wanaharibikiwa sana. Shetani huyu anasema yeye ana uwezo wa kuwa katika hali za namna hiyo, wa tukhlifu ruba wal ashrar. Lakini shaitani huyu Tabi'a ndio yule ambaye anaweza kuleta mashaka katika jamii fulani au katika familia fulani au ukoo fulani, wal ashrar, na hata kutengeneza shari za aina mbalimbali katika koo za watu, lakini katika familia za watu na hata katika maeneo ya watu. Shetani Tabi'a ana nafasi kubwa kabisa ya kufanya mauzauza na madhara hayo, na hivyo kuleta athari iliyokuwa kubwa kabisa katika maisha ya bin Adam. Qala al-aminu sayyiduna Jibril, na kwenda haraka kidogo. Alisema sayyiduna Jibril alayhi salatu wasalam, alisema nini? Kana Sulaiman ibn Daud alayhi salatu wasalam yarkabu ala bisati al-maliki. Alikuwa sayyiduna Sulaiman bin Daudi amekaa katika kiti cha ufalme, na kiti kile kimenyanyuliwa na hewa, na juu ya Nabii Sulaiman bin Daudi kuna ndege wengi sana, kwa maana jeshi la ndege, lakini kuliani kwake kuna jeshi la kibinadamu, kushotoni kwake kuna jeshi la kimajini. Nabii Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam akiwa katika hali ya namna hiyo, wakati yupo katika mazingira hayo, Sayyiduna Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam akiwa wayukhdimuhum, hali ya kuwa Nabii Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam akiwatumia
au akiwatuma hao majini bima shaa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kwa kile anachokitaka, lakini haya ni kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa akiwa katika hali za namna hiyo, qala sayyiduna Jibril, hapa ndipo aliposema sayyiduna Jibril, lengo la msingi nataka tuone aina ya sheitani huyo anaitwa tabia na madhara yake katika afya na maisha ya bin Adam, alafu nende nikajibu lile swali ambalo limeulizwa na al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, sayyiduna Jibril akasema falamma udhina li Sulaimani alayhi salatu wassalam an yasjuna jamia almutamarridina min aljinni washayatin atatuhu junudu samawati wal ardi illa tabi'a. Wakati Nabii Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam alipopewa idhini na Allah awakamate majini wote walioasi, kwa maana wakawa mashetani wenye kuleta madhara kwa bin Adam, Nabii Suleiman bin Daudi alitoa idhini kwa wanajeshi wa kijini wawakamate wale majini wote wakorofi na walioasi na wenye kuleta madhara katika afya na maisha ya bin Adam, waletwe pale katika hadhira ya Nabii Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam, ili awakamate vizuri na awatie jela, wasiendelee kuleta madhara katika afya na maisha ya bin Adam. Katika hali za namna hiyo walikamatwa wote wale wakorofi na wenye kuleta madhara, isipokuwa sheitani mmoja tu ambaye anaitwa Tabia. Yeye ndo hakuonekana pale katika hadhira ya Sayyiduna Suleimani bin Daudi alayhi salatu wasalam. Baadhi ya wale wanajeshi wakasema, ya nabii Allah, hal amanta tabi'ata min as-sijni, nabii wa Allah, mbona katika hawa waliokamatwa hao wakorofi na wenye madhara na matatizo makubwa, mbona hatumuoni shetani mmoja anaitwa Tabia? Huyu naye ana madhara makubwa kabisa katika afya na maisha ya bin Adam. Basi hayakutimia maneno yao, isipokuwa Nabii Suleiman alisema, nendeni mkamlete na huyo aje hapa haraka sana. Basi ghafla wakaenda wakamkamata yule shetani wakamleta pale mbele ya hadhira ya Nabii Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam. Walipomfikisha pale, Nabii Suleiman bin Daudi akasema, ya laina, wallahi lam ara aqwa minki ba'san wala asharra minki mandhara. Akasema, ewe shetani ulolani wewe, wallahi sijawahi kuona kiumbe mwenye mandhari mabaya na yanayotisha, lakini kadhalika mwenye nguvu za ajabu na zinazoogopesha. Sijawahi kuona kiumbe hatari kama wewe ambao umeletwa hapa sasa hivi katika hali za namna hii. Lakini Nabii Suleiman bin Daudi aliposema maneno haya, kharra lillahi sajidan, akasujudu rakaa mbili kwa kumsujudia Allah, kwa kumpa uwezo wa kuwa na wanajeshi wenye maarifa makubwa ya kuwakamata viumbe wakorofi na wenye nguvu na wanaoshangaza katika umma na jamii katika hali za namna hiyo. Basi baada ya pale, Sayyidina Suleiman bin Daudi akamwambia, ewe mal'uni wewe, naomba uniambie kwanza wewe jina lako ni nani, lakini niambie matendo unayoyafanya kuwafanyia bin Adam. Unafanya nini wewe na jina lako wewe ni nani? Sikiliza vizuri hapa, nataka tuone madhara ya shetani huyu, alafu nende nikajibu swali niloulizwa, je, wapo majini wa utajiri? Hili ndio swali ambalo nimeulizwa, lakini kadhalika nikianza tumuone ushetani mbaya, lakini kadhalika na wetu tuweze kuyaona mambo kwa ufasaha wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusema hivyo, Sayyiduna Jibril alipomwambia jina lako ni nani na matendo gani ambayo wewe umekuwa ukiyafanya unayafanyia bin Adam, wakati huo anatoa sauti kali kama vile unavyoona sauti za radi. Lakini kadhalika wakati huo ardhi nzima pale inatikisika kutokana na ile vurugu na ile vibe wanaolifanya pale mahala. Ni hatari kabisa wakati huo amefungwa katika minyororo na pingu za chuma, lakini vurugu wanazifanya pale si za kawaida katika hali za namna hiyo. Tusemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wallahi hali inatisha. Basi baada ya kumwambia hivyo, qalat, akasema yule shetani anamwambia Nabii Suleiman bin Daudi, ya nabii Allah, ana tabi'atu allati ukhli diyar wa ana mu'miratu alhanashiri walqubur wa ana allati minni kulla da'in wa madarra wa nawmi ala as-saghiri fayakun ka'an lam yakun wa ala al-kabiri bil awja'i wal amradi wal alal. Yule shetani akasema, nabii wa Allah, kwa jina mimi naitwa Tabia. Mimi ndio yule shetani ambaye ninapoingia katika miili ya watu, mmoja katika majambo husika, ukhli diyara, ninavuruga
na kuharibu na kuvunja majumba ya watu. Watu wengi kabisa ndoa zao zinaharibika, majumba yanavunjika, shari zinatawala katika familia na majumba yao. Shetani huyu anasema mimi ndio hufanya kazi hiyo katika majumba ya watu katika mazingira kama haya. Lakini wa ana mu'miratul hanashiri wal qubur, kisha akasema na mimi ndio yule ambaye ukiona watu wana maradhi ya aina, maradhi hayo ni maradhi gani? Mimi husababisha hali ya namna hiyo, na ndio naimarisha sana makaburi ya watu. Maana yake watu hufa sana kutokana na shetani huyu anaitwa Tabia. Lakini kadhalika akasema wa ana allati minni kulla da'in wa madhar, na mimi ndio yule shetani ambao nasababisha maradhi ya aina nyingi sana mbalimbali, lakini kadhalika na madhara ya aina mbalimbali. Wa naumi ala saghiri fayakun ka'an lam yakun, na anasema usingizi wangu mimi upenda sana kulala katika miili ya watoto wadogo. Ndio pale utaona miili yao inakakamaa, macho yanapanda juu, joto linapanda halishuki. Shetani huyu anasema mimi hufanya matendo hayo ninapoingia katika miili ya watoto wadogo. Lakini kadhalika wa ala alkabiri bil awja'i wal amradi wal alali, lakini kadhalika na ninaingia katika miili ya watu wazima, basi hapo huwasababishia maradhi ya aina mbalimbali, lakini kadhalika huwasababishia maharibiko ya aina mbalimbali katika hali ya aina moja ama nyingine. Yani hundo shetani ambaye anamsimulia Nabii Suleiman bin Daudi matendo anayoyafanya pindi ambapo anapoingia katika majumba ya watu, anapoingia pia katika miili ya watu, basi hufanya hali za namna hiyo, basi hujikuta katika mazingira mazito kabisa. Lakini kadhalika wal bala al azim, lakini kadhalika na akasema ya kwamba yeye ndo ambaye anayesababisha mabala mazito wal faqri, na hata ulofa au fakiri, watu wakajikuta kwamba mambo yao yanakwenda ndivyo sivyo katika hali ya aina moja au nyingine. Kwa kweli hali inatisha na mambo ni magumu sana sana sana. Lakini kadhalika usallitu alayhi ma la yaqdir, na anasema kwamba mimi ndio yule jini ambaye ninawasaliti wanadamu katika mambo ambao wasioyaweza. Wanaumi ala almar'ati inda alhayd, lakini kadhalika na anasema kwamba hupenda sana kuingia katika miili ya kina dada na kina mama, na hasa pale ambapo wanapokuwa wao ni yani katika zile nyakati za ada zao. Au inda alwiladat fataqira wala ya'mur hajruha, au kadhalika wakati wanapokuwa hawa kina dada wanapokuwa katika suala zima la nini, wanapokuwa katika suala la uzazi, fataqira wala ya'mur hajruha. Lakini kadhalika ndio utaona baadhi ya kina dada ujauzito wao unaondoka, lakini tunaona baadhi ya kina dada yani watu ambao unatoka ujauzito mara kwa mara katika mazingira kama haya. Basi kwa hali za namna hiyo fataqira wala ya'mur hajruha, basi upelekea mazingira kama hayo. Wanaumi ala tajir fi tijaratihi, lakini kadhalika anasema na mara kadhaa shetani huyu anasema mimi ndio huwa napenda sana kukaa au kutembea na kulala katika sehemu za wafanyabiashara, hasa wanapokuwa katika biashara zao, baada alfarhi birribhi, baada ya kufurahia faida. Baada ya hapo sasa fayakhiba wa yakhsara, wanaanza kuwa maisha mambo yao yanakwenda hovyo hovyo. Lakini kadhalika na hasara, ndo wanakuwa watu wanaripoti hasara kila wakati kila muda. Shetani huyu anasema yeye hufanya matendo hayo na kuharibu kabisa mustakbali wa watu na kuharibu kabisa taratibu za watu, hasa katika masala ya vipato vyao, biashara zao, mambo yanavurugika na kuharibika katika hali za namna hiyo. Lakini wanaumi ala al-ajiri fi ijaratihi, lakini kadhalika na anasema kwamba mara kadhaa upenda sana kwenda katika miili ya wale ambao waajiriwa, hasa wanapokuwa katika sehemu za ajira zao. Basi huwa katika mazingira kama hayo, akiwa katika hali za namna hiyo, anasema wanaumi ala asnafi sanai kulliha, lakini kadhalika pia huwa ninakwenda katika maeneo ya viwanda vya watu, katika makampuni ya watu, ninaweka madhara hapo, wal amkasi minni, lakini na manuksi, mamikosi, mabalaa na mfano hayo, waramad wal latama. Wakati mwingine mtu anaweza kupata maradhi ya macho mazito kabisa na hata kichwa kisichopona, sababu ni yeye, walwaju wadharba, lakini na mtu kuwa na maumivu makali na kusikia kama vile mwili umepigwa hivi katika hali za namna hiyo. Wanakhudhu ala qiyamil layl, anasema na mara kadhaa huwa tunakwenda kwa wale watu ambao wanaamka nyakati za usiku na wakanywa imma maji au chochote wanachokunywa katika nyakati za usiku. Anasema tunaingia
pamoja katika miili yao na hivyo kuanza kuleta madhara makubwa kabisa. Lakini akasema wanashrabu almaa ala siha, lakini kadhalika na tunalamba yale maji ambayo yanapatikana katika vyombo vilivyo ndani ya majumba yao. Basi kadhalika baada ya hapo wakitumia tu hayo maji tayari afya inaanza kuondoka katika miili yao. Huu ni shetani anasema haya kumwambia Nabii Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam. Kisha baada ya hapo anasema wanuhlikul hartha, lakini kadhalika sio hapo tu, hata kwa wale ambao wanamiliki mashamba. Shetani huyu akishaingia katika miili yao, huyu anasema ya kwamba wanuhlikul hartha, na tunaangamiza mashamba. Lakini kadhalika wananqusul mala, na tunaipunguza au kuimaliza kabisa mali katika hali za namna hii. Qala Suleiman ibn Daud, ndipo aliposema Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam, kaifa ta'khudhi nisaa warijala wasighara, we shetani wewe, ni namna gani unaweza sasa kuingia katika miili ya wanamume au wanawake na hata watoto wadogo? Mnafanyaje nyinyi kuingia katika miili ya wanadamu hawa? Faqalat, ndipo akasema ile shetani, ana na'khudhu ar-rijala wan-nisaa ala kulli shay'in wa amma as-sighara fanaduqu 'azmahum wa na'kulu lahmahum wa nashrabu dammahum wa nukhli hujura ummahatihim. Akasema nabii wa Allah, tunaingia katika miili ya wanamume na tunaingia katika miili ya wanawake kupitia chochote wanachofanya. Sisi hapo ndio upata njia ya kuweza kuingia katika miili yao. Wa amma sighara, ama watoto wadogo, fanaduqu azmahum, hawa tunachokifanya huwa tunapasua ile mifupa yao. Yani tunapasua mifupa ya watoto wadogo. Mashetani hawa wanasema huwa wanaipenda sana, wanaipasua ile mifupa ya watoto wadogo. Lakini wanaakulu lahmahum, na akasema ya kwamba na tunapenda sana kula zile nyama za watoto wadogo. Wanashrabu dammahum, na tunapenda sana kunywa damu za watoto wadogo. Wanuhli hujura ummahatihim, na tunapenda sana kuporomosha ujauzito kutoka katika matumbo ya mama zao. Wallahi ni hatari sana. Huyu ni shetani anaitwa at-tabi'a. Athari zake ni mbaya sana katika maisha ya mwanadamu. Na wallahi ndugu yangu, kama utaona haya tunayoyasema unayo, chukua juhudi za haraka sana, kwa sababu hili ni balaa zito ambalo linaweza kuwa limekusibu katika hali za namna hiyo. Haya, kisha baada ya hapo anasema wanuhibbu min as-sighari wan-nisa'i akhala al-'aynayn ahmara al-wajhi, na tunawapenda sana miongoni mwa watoto wadogo na hata wanawake, na hasa wale wanawake warembo wale wanaoacha sehemu za miili yao wazi, vitovu vyao vikiwa wazi, nyuso zao zikiwa wazi na zimependeza, zimepodolewa vizuri. Shetani huyu anasema hao ndio wanaowapenda haswa na kuingia katika miili yao, na hivyo kuanza kuathiri mifumo ya maisha yao. Ndio utamuona mwanadada mrembo mzuri, anapendeza, anavutia, lakini ana kila aina za nuksi, ana kila aina za mikosi, ana kila aina za mabalaa, ana kila aina za kuvurugikiwa kwa majambo yake. Sio hali ya kawaida. Ewe ndugu yangu ambao utajiona na katika mazingira haya, chukua juhudi za maksudi. Dada zangu ambao mna mashaka haya, chukua juhudi za maksudi haraka, kwa sababu hili ni balaa zito. Haya maneno anamwambia Sayyiduna Suleiman ibn Daud alayhi salatu wasalam. Kisha anasema wanati ila almali, tunakwenda kwa mtu mwenye mali. Shetani huyo, wanasihu alayhi sayhatan, kuna ukelele fulani au sauti fulani tunaitoa kwa yule mtu mwenye mali. Yajfulu min sahibi, kuanzia hapo mali zinaanza kumkimbia yule mtu. Yani mtu anaanza sasa zile mali zinamkimbia, yani zinaanza kutoweka zile mali. Matatizo juu ya matatizo, linatoka tatizo hili linakuja, yani kila tatizo linalokuja linachukua sehemu fulani ya mali ya yule mtu. Matokeo yake anajikuta amefilisika, hali mbaya, hali inatisha, kawa duni kupita waliokuwa duni katika hali za namna hii. Shetani huyu ana hatari hii anaifanya katika mazingira haya. Haya mambo tumewahi kuyashuhudia sana katika ardhi ya Nairobi. Ndugu yetu mmoja alisumbuka sana na matatizo haya. Yeye ana makampuni yake, lakini haya makampuni yalikuwa yanafeli siku baada ya siku. Ni mtu anashughulika na masuala haya ya uchimbaji wa baadhi ya madini ambao wanakuja kutengenezea hizi arrukham, yani hizi nini tunaita tiles. Sasa wakati yeye akishughulika na masuala haya,
ikawa mambo yake yanakwenda ndivyo sivyo, siku baada ya siku anajikuta mtu anaingia katika madeni. Alifika kwetu tukamfanyia dua, akaenda akapata nafuu kidogo, alafu baadaye hali ile ikarudi tena kwa kasi vibaya mno. Yule bwana akatupigia simu, shekhe, nilipata nafuu kwa muda kadhaa, lakini sasa hivi naona hali imekuwa mara 2 ya vile. Tukamwambia basi jambo la msingi, natakiwa watu wafike hapo mahala, kwa sababu kuna wakati mwingine mashaka yako hapo sehemu yako. Akasema sawa, basi hakuna shaka. Akafanya utaratibu, tukaenda Nairobi. Alhamdulillah, baada ya kufika pale akatupeleka katika eneo lake lile husika. Tukaenda pale. Baada ya kutazama pale tukamwambia, subhanallah, ndugu yangu hapo pamehusudika, na kuna kiumbe adhim sana huyu tabia ndio ambaye anakusababisha hali za namna hii. Alhamdulillah, Mola akatujalia tunajua mitego ya kutegua madhara haya. Basi tukafanya majambo yale, tukategua mitego mpaka sasa tunavyozungumza. Alhamdulillah, huyu ndugu yetu anaendelea vizuri na mambo yanakwenda katika utaratibu alioupanga. Kwa hiyo shetani huyu wakati akimwambia Sayyiduna Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam, anamwambia hii, sisi huwa tunakwenda kwa mtu mwenye mali, mwenye vyanzo vya kufikia malengo. Baada ya kufika pale, tunachokifanya ni kuharibu vile vyanzo. Wanahibu ala wasatihi karrihi, na tunachofanya ni kuzipeperusha zile mali zake kama jinsi ambavyo upepo unavyoweza kupeperusha vumbi au sufi, jinsi inavyoweza kupeperuka katika upepo. Wanahibu ala akhiri, baada ya hapo tunakuja kumaliza hatua ya mwisho. Kama yahibul ghurabu, kama jinsi ambavyo unavyoona kunguru anavyoweza kuchukua kifaranga cha kuku, ndivyo shetani huyu anavyofanya katika miradi yako, anavyofanya katika majambo yako. Ndio kila siku, yani ukipata basi litakuja jambo, umepata 5,000 litakuja jambo linahitaji 10,000. Yani unatoa ulokuwa nayo mpaka zingine unakopa, yani unakuwa hauna na madeni unayo. Hii ni hatari sana ndugu zangu. Huu ni shetani hatari, ana madhara makubwa kabisa kabisa. Fala yabqa minhu shay'un, hakitabakia chochote katika hali za namna hii. Aliposema maneno haya, Sayyidina Suleiman akamwambia yule shetani, lazima tukuadhibu adhabu kali. Kama ndio matendo unayofanya kuwafanyia bin Adam, lazima tukuadhibu adhabu kali. Hiyo shetani akasema, ya nabii Allah, usiniadhibu, zipo njia ambazo nitakuelekeza ambao unaweza kutuziwia tusiweze kufanya madhara haya, mimi pamoja na wale walio katika ukoo wangu. Njia hizo ni njia gani? Hizi ni njia ndefu sana, sitaki kwenda huko kwa sababu nitamaliza kipindi katika utaratibu ambao bila shaka tutaangalia katika majukwaa yajayo. Leo nataka nikajibu lile swali ambalo niloulizwa kuhusiana na masala ya jini, hasa wale majini ambao wanaweza kuleta utajiri. Je, wapo au ni porojo zinazozungumzwa?